Hello, haleluya. Bwana Yesu asifiwe ndugu mtazamaji. Karibu kwenye kipindi. Nimekutana na mstari kwenye Bible. Naomba nishie na wewe. Unatoka kwenye Mithali sura 27, sura ya 19. Biblia inasema, kama uso ufananavyo na uso katika maji, kadhalika moyo wa mtu na mwenzake. Tunapojiangalia kwenye maji tunaona nyuso zetu moja kwa moja. Biblia inatuambia kadhalika moyo wa mtu na moyo wa mwenzake. Mioyo yetu inawasiliana. Pale ambapo unamfanyia ubaya mwenzako, moyo wako unajua exactly kile unachokifanya kwa mwenzako kwamba ni kibaya. Mioyo inawasiliana. Lakini kama unaongopa kwa mwenzio, unamuongopea, bado mioyo inawasiliana. Kwa sababu yeye Mungu ndiye alitutengeneza sisi. Kwa hiyo kila kitu tunachokifanya ndani ya mioyo yetu, moyo wa mtu mwingine mkiwa kwenye hivyo, yani moyo wangu mimi nimefanya jambo ambalo ni baya, moyo wako utaelewa. Hata kama usipokuwa tayari kuchukua hatua juu ya lile, lakini mioyo yetu huwa inawasiliana, inajua, kwa sababu imeumbwa kwa nini? Kwa mfanano. Kwa hiyo tuishini kwa amani sana kwenye dunia, kwa sababu dunia ni maisha mafupi katika hali ya mwili wa kawaida, lakini duniani kuna dhiki. Tujipe moyo, Yesu Kristo ameshinda ulimwengu. Biblia inatuambia kwamba tutafute kuwa na amani na watu wote. Tutafute kuwa na amani na watu wote. Ingawa watu wengine wanasema kama watu mimi hawataki kunipa amani, naona tu mambo hayaendi, how should I do? Amani iko ndani ya mind, how you see things, unaonaje vitu. Lakini kupitia kwa neno la Mungu, kupitia kwa ukombozi tuliopata kutoka kwa Yesu Kristo, amani ya kweli ipo ndani. Ila ni sisi kazi kwetu kuweza kutafuta amani, kuwa na amani na watu wote. Si kwa kujipendekeza, lakini kwa kufanya yale Mungu aliyokuambia uje kufanya kwenye dunia. Kwa kuishi katika uhalisia wako, kwa kuishi katika ukweli wako. Kuna muda unaweza ukaishi kwenye jamii ambayo iko very toxicated, jamii ambayo haijielewi. Muda mwingine unafanya vitu hivi na hawaelewi, lakini ndani ya mioyo yao unapoongea ukweli, unapokuwa unapambania haki 1, 2, 3, moyo wake au moyo wa hao watu lazima unakuwa unawasiliana na wako, hata kama watafanya vichwa vyao kuwa vigumu. Kwa sababu Mungu ndiye aliyetuumba sisi sote, na wote njia yetu ni moja. Tulizaliwa, lakini wote tutafanyaje? Tutaondoka kwenye dunia, tutaiacha. Otherwise Yesu Kristo amesharudi hapa duniani. Kwa hiyo kwa makini unapokuwa unaishi kwa kuweza kurenew mind. Tujifunzeni namna ya kufanya kukua, namna tunavyoona, tuone dunia katika in a positive way, katika mtazamo ambao ni chanya. Kila situation itakayotokea kwenye maisha yako, ndugu mtazamaji, utaangalia kwa hali ya chanya na kumwambia mwalimu Mungu, katika hili jambo gani hapa unanifundisha? Na ndani yako ile spirit of fruits, tunda la Roho litakuwa ndani. Amani, upendo, uvumilivu, utu wema itakuwa ina flow ndani yako. Kwa nilivyoona mstari ndugu mtazamaji, nikaona nishie na wewe. Kumbuka, lolote unalolifanya mioyo ya watu inaona, lakini muda mwingine wana macho ila waone, wana masikio ila wasikii, kwa sababu wako chini ya laana. Wewe kwa kuwa umekombolewa, fanya yale ambayo inabidi yafanyike, huku ukizidi kumtukuza Mungu katika maisha yako. Barikiwa sana and be blessed. Hallelujah.